serikali imechukua hatua mbalimbali ili kuzipatia ufumbuzi changamoto zinazowakabili vijana. Tumeanzisha wizara maalum ya vijana, ajira na uwezeshaji ili kubuni, kupanga, kuratibu na kusimamia utekelezaji wa programu za maendeleo ya vijana, uzalishaji na ukuzaji wa ajira na kuimarisha uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ili kukabiliana na umaskini wa kipato na kuzalisha ajira zaidi. Aidha, serikali kupitia wizara hii ya vijana, ajira na uwezeshaji ipo katika hatua za mwisho za maandalizi ya mpango mkakati wa kitaifa wa uzalishaji wa ajira Zanzibar, mpango ambao unajumuisha sekta ya umma na binafsi ili kutoa mchango wao katika uzalishaji wa ajira ndani na nje ya nchi yetu. Hivi karibuni serikali imefanikisha kuwatafutia ajira za udereva vijana wapatao 107, 93 kutoka Unguja na 14 kutoka Pemba. Ajira hii imepatikana nchini Qatar. Kwa upande wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, serikali itaendelea kuwawezesha wananchi hususan vijana ili waweze kujiajiri. Zaidi ya shilingi bilioni 12.7 zimetolewa na serikali kama mkopo wenye masharti nafuu kupitia wakala wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na zimewanufaisha wananchi wapatao 4730 wakiwemo vijana. Katika mwaka huu wa fedha 2026-2027, serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 47.3 kwa ajili ya kutoa mikopo ambapo wananchi 28,339 wakiwemo vijana wanatarajiwa kufikiwa. Aidha, katika mwaka wa fedha 2025-2026, serikali ilitumia zaidi ya shilingi bilioni 2.1 kwa ajili ya kununua vifaa vya uzalishaji na vitendea kazi ikiwemo vifaa vya tehama, kilimo, ufugaji, ushoni, ufundi wa aluminium na vifaa vya usafi kwa ajili ya kuimarisha taasisi za vikundi vya vijana. Taasisi za vikundi 146 vya vijana vinatarajiwa kunufaika na utekelezaji wa mradi huu. Suala la ajira na uwezeshaji wa vijana lazima liende sambamba na maandalizi ya vijana wetu kupatiwa elimu na ujuzi ili waweze kuingia katika ushindani wa soko la ajira. Katika kufanikisha hili, serikali imeweka mkazo katika kuimarisha sekta ya elimu, mafunzo ya amali na ubunifu kwa vijana. Katika mwaka wa fedha 2026-2027, tumeongeza bajeti ya elimu kutoka shilingi bilioni 864 ya mwaka 2025-2026 hadi kufikia zaidi ya shilingi trilioni 1.1. Kwa upande wa ushiriki na ushirikishwaji wa vijana, serikali inaendelea na jitihada za kuwajengea uwezo vijana kupitia Baraza la Vijana Zanzibar, asasi za kiraia, serikali za wanafunzi, vikundi vya kiuchumi, vyama vya michezo na taasisi nyingine za kitaifa, kikanda na kimataifa zinazofanya kazi na vijana. Kwa mwaka wa fedha 2025-2026, serikali imefanikiwa kuratibu na kusimamia uchaguzi wa viongozi wa Baraza la Vijana Zanzibar kuanzia ngazi ya shehia, wilaya hadi taifa. Viongozi 4797 wamechaguliwa kuliongoza Baraza la Vijana Zanzibar. Aidha, serikali na vyama vya siasa vinaendelea kuwashirikisha vijana katika nafasi mbalimbali za uongozi. Nitoe wito kwa vijana kuendelea kushirikiana na serikali katika kuimarisha umoja, amani na utulivu nchini, kwani ndio msingi wa maendeleo. Ni dhahiri kuwa maisha yenu ya sasa na baadaye yanategemea uwepo wa amani, utulivu na usalama wa nchi yetu. Nawahakikishia kwamba serikali itaendelea kujenga mazingira wezeshi kwa maendeleo ya vijana pamoja na kuzipatia ufumbuzi hatua kwa hatua changamoto zinazowakabili vijana hapa nchini kwetu.